Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji, popote pale ambako unaendelea kututazama kwa wakati huu, matumaini yetu ni kwamba nyote ni waheri wa afya hapo mlipo. Tariki 17 Juni 2026, karibu mara tena kufuata habari zetu katika siku ya leo. Tuanze habari zetu na habari hizi za huko Goma. Kiongozi wa muungano wa waasi wa M23 Corneille Nangaa amesema kuwa mamlaka yaliyowekwa katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao sio kwa muda mfupi wala ya mpito, bali ni mamlaka ya kudumu. Amesisitiza kuwa mamlaka wanakusudia kuendelea kupanua utawala wao katika maeneo mengine. Nangaa pia ametangaza kwamba lengo lao la kijeshi ni kuliteka jiji la Beni ambalo kwa sasa linatumika kama makao makuu ya muda ya jimbo la Kivu Kaskazini. Aidha amesema kuwa tayari wameuliza mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO James Swan iwapo shirika hilo lina mpango wa kuhamasisha ofisi zake wakati wa kile alichokiita ushindi wao unaofuata wa kiuteka mji wa Beni. Kauli hizi zinaendelea kuzua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano kati ya waasi wa M23 dhidi ya vikosi vya serikali na wakiungana na vikosi vya wazalendo na makundi mengine yenye silaha yanaendelea kuathiri maisha ya raia kwa muda mrefu. Serikali ya Kongo bado inaendelea kusisitiza dhamira yake ya kurejesha mamlaka ya dola katika maeneo yote yaliyotekwa na waasi wao. Tuangazie habari zetu zingine hizi na habari za huko Kinshasa ni kwamba wabunge wa taifa wa mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri wasusia shughuli za bunge wakati wa mjadala wa kina kuhusu hali ya kuzingirwa. Wabunge wa kitaifa waliochaguliwa kutoka majimbo ya mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri wametangaza kusitisha ushiriki wao katika shughuli zote za ubunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakilalamikia kile wanachokisema ni ukosefu wa nia ya kisiasa katika kuthamini hali ya kuzingirwa ambayo imekuwa ikiteketezwa katika maeneo yao kwa zaidi ya miaka 5. Uamuzi huo ulitangazwa wiki hii baada ya kuzuka mvutano mkubwa wakati mkutano wa ghafla kilichofanyika ndani ya bunge la taifa. Kikao hicho kilikuwa maalum kwa ajili ya kujadili swala la hali ya kuzingirwa, huku kikihudhuriwa pia na mawaziri wa mambo ya ndani, ulinzi pamoja na mawaziri wa sheria. Hata hivyo, wabunge kutoka mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri walieleza kutokuridhishwa na namna mjadala huo ulivyoendeshwa, wakisema au kuzingatia uzito wa matatizo yanayowakabili wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hali hiyo, waliamua kutoka ukumbini kama ishara ya kupinga mwenendo wa kikao hicho. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, mbunge wa kitaifa kutoka mkoani Ituri Furaha Uma Daniel alisema yeye pamoja na wenzake wamefikia hatua hiyo ili kuonesha hasira zao dhidi ya baadhi ya wabunge kutoka mikoa mingine ambao kwa mujibu wake hawaelewi ukubwa wa janga la usalama linaloendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbunge huyo alikosoa kukosekana kwa mjadala wa kina kuhusu hali ya usalama, akitaja mashambulizi yanayoendelea ambayo serikali ya Kinshasa inashutumu Rwanda kuyaunga mkono kupitia waasi wa M23. Pia alizungumzia mauaji yanayodaiwa kufanywa na kundi la ADF katika maeneo mbalimbali ya Beni, Mambasa na Irumu. Kwa msisitizo, Furaha Uma Daniel alihoji hatima ya wananchi wanaoendelea kuuawa kila siku, akisema ikiwa watu wanahangamizwa, wabunge wao watarudi kwa nani kutoa taarifa ya kazi aliyopewa na wapiga kura wao. Kwa upande wake, mbunge wa Masisi na rais wa kundi la wabunge wa mkoa wa Kivu Kaskazini Jacques Safari
Nganizi alikumbusha kuwa tangu mwaka 2021 wakati rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipotangaza rasmi hali ya kuzingirwa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na Ituri, wabunge wamekuwa wakiomba mara kwa mara mjadala wa wazi ndani ya bunge ili kutathmini mafanikio ya changamoto na mustakabali wa hatua hiyo. Alieleza kuwa walishangazwa na uamuzi uliofanywa ndani ya kikao cha kafara hiyo, ambapo baadhi ya wabunge walipiga kura ya kusimamisha mjadala badala ya kuendelea kuchambua kwa undani, licha ya kuwepo wavamizi wote wanaohusika na masuala hayo. Jacques Safari Nganizi alisema bado maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo yanakabiliwa na hali mbaya ya usalama. Alitaja kuwa eneo la Beni, sehemu kubwa ya mkoa wa Kivu Kaskazini pamoja na Ituri vinaendelea kushuhudiwa mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye silaha, hususan ADF. Aidha, alieleza masikitiko yake kutokana na kile alichokiita kutokuzingatiwa kwa uzito wa hali hiyo, na baadhi ya wabunge wakisema ni jambo la kusikitisha kuona swala linalohusu maisha ya mamilioni ya wananchi linachukuliwa kwa wepesi. Kutokana na hali hiyo, wabunge wa mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri wametangaza rasmi kusimamisha ushiriki wao katika shughuli za kikao cha kawaida kinachoendelea sasa pamoja na kikao kijacho cha dharura hadi pale mjadala wa kina kuhusu hali ya kuzingirwa utakapoandaliwa. Wabunge hao wanadai mambo matatu muhimu. Mmoja, kwanza wanataka mawaziri wote wanaohusika waalikwe rasmi mbele ya bunge. Pili, wanataka kufanyika kwa mjadala wa kina kuhusu utekelezaji wa hali ya kuzingirwa. Tatu, wanataka serikali ichukue hatua madhubuti za haraka ili kukomesha mauaji ya kurejesha amani katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa uamuzi huo ni ujumbe mzito wa kisiasa unaolenga kuishindikiza serikali kuu pamoja na uongozi wa bunge la taifa kuchukua kwa uzito hadi matatizo ya usalama yanayowakumba wananchi wa mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri. Hali ya kuzingirwa ilianzishwa mwaka 2021 ikiwa ni mkakati wa kuimarisha usalama katika majimbo hayo mawili iliyokuwa yameathiriwa sana na shughuli za makundi yenye silaha. Hata hivyo, baada ya zaidi ya miaka 5 kupita, mjadala kuhusu swala hilo unaendelea kushika kasi ndani ya taasisi za taifa, huku baadhi ya viongozi na wananchi wakitaka tathmini ya wazi ili kubaini iwapo hatua hiyo bado ina manufaa au inahitaji kubadilishwa. Tuangazie habari zetu na habari zingine hizi zisemazo kuwa swala la mvutano kati ya wafanyasiasa ulioko kwa sasa unaweza kuwa na vinyume vingi kwa Wakongomani. Ndivyo amesema hayo Bwana Andre Biadunia Mashaka, mchambuzi wa masuala ya siasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko akiomba pande zote kuona kwanza vita kuwa dharura kwa sasa nchini humo. Maneno hayo ameyasema siku chache kiisha upinzani kuendesha maandamano kuketi mjini Kinshasa. Andre Biadunia Mashaka amezungumza na channel yako na naeleza yafuatayo. Leo Republika iko muma agitation politique. Leo kuko deka, mais aussi kuko kaenye iko ya wachache ambao wanasema tubakie mu neutralite. Tuangalie kwanza kwa mbali kwa sababu union sacrée nasema il faut changer constitution. Mais il faut ni signaler kwamba walianzaka il faut réviser constitution, mais à un certain niveau bakakia kujibite ku problème souci kabambi kuona kwamba bakirevize tu constitution tutakuwa tumeendelea mu processus ya passation civilisée ya pouvoir et que le président Félix Tshisekedi mwenyeko actuellement hatakuwa tena candidat parce que atakuwa fait mandat conformément na constitution ambayo inasema kwamba ni mandat mbili, moja une fois renouvelable. C'est comme ça balitoka mshema ya révision banenda mu schéma ya changement ya constitution. Alors changement ya constitution ina signifie kwamba batabadilisha, na bakisha kubadilisha ça veut dire
ke manda mbili ambazo President Felix Tshisekedi atakuwa amestumikia mpaka 2028 zitakuwa zimetombe, zitakuwa zimeisha na president anaanza 4e république. Pour autant dire que zile manda zake mbili ya 2018 mpaka 2023 na 2023 mpaka 2028 zitakuwa zimekufa na anaanza bupya. Alors, probleme ni moja. Opposition inaogopa kwa sababu president wa republique alisemble kuonesha kwamba anataka kudefie peuple congolais kwa kusema réviser constitution, parce que je veux me rappeler à Lubumbashi president lors ya séjour yake na mitingi Kabemba alisema nani anaweza kunikatalia mie nisibadilishe constitution, qui peut m'interdire moi? Là c'était une façon de défier le peuple, alors qu'en démocratie ça ne se fait pas comme ça, tout passe par le peuple na vyote vinakuwa vinajiarrange kupitia mairne, notamment hii processus banaenda emo ya loi référendaire kuivote pour que tuende kwa referendum. Upande mwingine ameonyesha kuwa upinzani una haki ya kujieleza kwa njia ya maandamano ya amani, kwani inaruhusiwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Alors, par rapport na ma message ziko zinapita ma réseaux sociaux, ba partisan ya Union Sacrée, banzetu ya Bakasai benye biko kukote ya pouvoir, bako naonesha kwamba il faut président abakie ku pouvoir parce que président hana mandat mais iko na mission. Ça veut dire pour eux, il faut que le président reste le plus longtemps possible au pouvoir. Alors qu'en démocratie, pour qu'un pouvoir il soit maintenu le plus longtemps possible, ni jeu démocratique na passation civilisée à pouvoir. Je prends l'exemple ya Russie, Dmitri Medvedev na bwana Putin, umoja anatokaka anachia mwenzake anakuwa president, manda mbili kiisha anarudia ku primature, mwenzaka na postile kule, ile naweza kusaidia. Paske kwa leo tuko na bezo ya mainstitutions za nguvu, presidency ya nguvu, gouvernement ya nguvu, assemblée ya nguvu, cour et tribunal ya nguvu, na tuangalie kama tunaweza kusaidia. Opposition maintenant iko na boga paske ba messages ziko zinatoka ma réseaux sociaux ni kuonesha kwamba president anapenda bakie eternellement mpaka siku atazeeka ku pouvoir. Ndio maana ushauri wangu mimi, ba opposant bako na droit ya kumanifester parce que c'est constitutionnel. Constitution inawapatia ruhusa ya kusema kama kitu kiendeki, mnaweza kuandikia 24 heures avant, mnaandikia autorité wa ile entité kwa mtamanifester, kisha mnafanya vyenu. L'essentiel c'est que police ikuwe karibu yenu wa kubaencadrer na msidéborder, msiende kuharibisha ordre public. Et c'est ce que l'opposition a fait, iliandika na barua ilifika tout ça, mais ma menace zikaanza kutoka. Et ce qui est curieux ni kwamba menace zikaanza kutoka ni za force du progrès. Hii force du progrès ni ba jeune ya IDPS, ni ba jeune biko affilié ku parti au pouvoir, benye banataka ku protéger pouvoir yao à tout prix, wanasema ko tayari kufa à condition président bakie comme président de la République. Mwishowe Andre Biadunia Mashaka ameomba kwa rais kutumia njia nyingine ya kuendelea kusalia madarakani tofauti na hiyo ya kutaka kubadili katiba, kwani itakuwa na vinyume vingi katika siku zijazo. Kama president abakia président de la République, hakuna mtu anakatala, mais moi j'étais en train de penser que le président devait voir une autre manière ya kubakia, pana forcing, parce que mu forcing bitu itaharibika, comme les opposants balipigwa juzi, kulikufa watu, kulumia watu, vile vyote viko naenda kukichwa ya president wa République, na kesho banaweza kumtraduire ku justice na akasamba, parce que nul n'est éternel, hakuna mtu atabakia milele. Mobutu alifanya 32 ans de pouvoir, mais finish alitoka tu. President wa Republique depuis angali candidat, angali mu opposition, alikuwa anaonesha kwamba mtu normal mwenye kuna akili sawa hawezi kupitisha plus ya demanda. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. President lionesha watu kwamba no, il faut vraiment kueviter kwenda au-delà ya demanda, il faut kuacha wengine banani. Je félicite hii alternance bwana Kabila ameniachia pouvoir, na mimi kesho ndaachia mtu mwingine, mais ce n'est plus le cas, ça devient le contraire. Et donc tunapaswa kuwa na ba politiciens benye bana respecter ma parole yabo. Les opposants, oui, ils sont opposants aujourd'hui, mais kesho watakuwa vile vile kisi Félix eko na bifanya. Donc nous devons être modèles, et les opposants et la majorité au pouvoir tu privilégier kwanza vita yenye iko huku kwetu. Tuko tunakufa vita na tusumbua,
on dirait leo banaisahabu kama vita iko, Ebola iko wanasahabu, mekomba saa hii ni kuangalia namna gani ya kuchanger constitution pour que président bakie ku pouvoir. Mais à part ça, ba député ya kwetu habatuambie kitu. Le notable d'Uvira, le notable de Fizi, benebiko Kinshasa betulipatia manda yetu, même si ma élection zilikuwa mpaso zilikuwa emo, mais ils sont quand même les représentants parce que wako wana siéger. Banapasha kia kutuambia quels sont les bienfaits na quels sont les méfaits ya kuchanger constitution. Pourquoi tout changer, pourquoi tout se changer? Mais bote wanakuwa sa vile kondolo ziko zinaenda mwitu gani, ils ne disent rien. Et alors que kesho nous risquons encore de regretter la même chose. Kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa kutufata mwanzo hadi tamati. Tunakusii mara tena usikosi kulike, kucomment na kusambazia wengine habari hizi. Tunakutakia kila la kheri.